Habari za mida wapenzi wasikilizaji wa Jera Update, na tunaendelea kupokea maswali kwa njia ya maoni. Tumepokea swali kutoka kwa mtazamaji wetu mmoja, anaitwa, ngoja tuangalie swali linasemaje. Anaitwa Lava Voice. Anauliza ya kwamba sasa kaka, ambao hatuna cheti cha JKT hatuhusiki kabisa bro, naomba unijibu na mimi basi. Kwanza Lava Voice, asante kwa kuuliza swali, lakini kwenye hapa uliposema bro, naomba unijibu na mimi basi, hii ni wajibu wetu. Kwa hiyo ndo maana tunaomba mtu aulize swali ili watu wote kwenye channel waweze kuona ni swali gani limeulizwa na watachangia mada kutokana na uelewa wao. Na huu ni wajibu wangu kukujibu wewe. Kwa maana hiyo ondoa shaka bro. Kama una swali jingine pia waweza uliza. Lazima ni kujibu. Yaani ni must ni kujibu. Siwezi nikaacha kujibu mtu maana anahitaji kuelewa. Sasa Lava Voice iko hivi brother. Kama unakumbuka tangazo la kuandikishwa jeshini lilivyotoka tarehe 14, tarehe 15 kitu kama hicho mwezi wa 4. Ya kitu kama hicho, na zikafungwa tarehe 28. Sasa kwenye lile tangazo kulikuwa kuna sifa ambazo walikuwa wamezilisti. Moja ya sifa kuu ilikuwa ni lazima uwe raia wa Tanzania kwa kuzaliwa. Sifa nyingine ya umri wakasema ya kwamba miaka 25 usizidi kama wewe unaomba kupitia form 4 hadi form 6. Alafu na kwa mtu ambaye ataomba kwa elimu ya juu asizidi miaka 28. Huyo ni wa diploma mpaka degree. Umeona? Asizidi miaka 28. Sasa na wakatoa kwamba sisitizo zaidi walilitoa pale kwenye watu ambao wako kambini hawahusiki na hili tangazo. Hapo walitoa sisitizo sana kwamba kwa watu ambao hawako kambini hawahusiki na tangazo hili. Lakini pia walitoa sisitizo hapo, ila sasa moja ya kigezo ambacho pia walikiristi kwenye sifa zao walisema mtu awe na cheti cha JKT, awe amekipata kwa njia ya mujibu au kwa njia ya kujitolea. Umeona? Kwa hiyo hapo tukiangalia hapo tunagundua ya kwamba kigezo ambacho walikisisitizia sana au kitu ambacho walikiwekea hadi noted ni ile kwamba mtu ambaye yuko mafunzoni hahusiki na hili tangazo. Umenielewa? Hawakusema ya kwamba mtu ambaye hana cheti fulani hahusiki, ila walisisitiza mtu ambaye yupo kambini ndio hahusiki. Kwa maana hiyo bro, hapa ni kucheza kamari. Kwa maana hiyo wewe umetuma maombi ila kuna sifa moja umeikosa. Kama wakizingatia sifa zote walizoristi pale, lazima mtu awe nazo, basi hawatakutafuta. Ila kama wataangalia sifa moja ambayo ni kubwa zaidi, labda awe ni raia tu wa Tanzania kwa kuzaliwa, wanaweza kukutafuta. Kwa hiyo hapo ndugu yangu ni mguu ndani mguu nje, mguu ndani mguu nje. Cha kuomba Mungu mtu ambaye anachagua zile barua atumie kigezo labda barua zilizowahi kufika, au atumie kigezo labda barua zote ziwe na cheti cha kuzaliwa ionyeshe kwamba wewe ni raia wa Tanzania, au atumie kigezo kingine tofauti na JKT. Lakini kama atatumia kigezo cha JKT basi Lava Voice haitakuwa nafasi yako bro. Ila haimaanishi kwamba ukikosa JW basi hamna zingine, inakuja polisi, inakuja magereza, inakuja uhamiaji. Kwa hiyo ni swala la muda na kuvumilia. Umeona? Kwa hiyo ndugu yangu Lava Voice, nadhani nimekujibu ipasavyo kabisa. Next time pia uliza swali. Usisite bro, ni wajibu wangu kukujibu. Chao.